Ikiwa ni tarehe mosi ya mwezi wa pili mwaka 2026, siku ya Jumapili, naamini kabisa ubuheri wa afya. Karibu katika taarifa yetu ya habari usiku huu wa leo. Na miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu wa leo ni pamoja na Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega awataka TANROADS kukamilisha mchakato wa kusitisha mkataba kwa mkandarasi wa ujenzi wa barabara ya Kerwa Omurukushaka. Kwa haya na mengine mengi, na kusiungane nami hadi tamati. Mtazamaji, vile vile unaweza kutufuatilia matangazo yetu moja kwa moja kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV. Nitakaye kuongozea usiku huu wa leo naitwa Frankie Tawa. Karibu tuwe sote. Karibu, na sasa tuanze taarifa yetu ya habari moja kwa moja na habari za kitaifa. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar ameipongeza Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB kwa ufanisi mzuri wa uendeshaji wa kuchagiza maendeleo jumuishi na endelevu yatakayochochea mageuzi ya sekta ya kilimo, mifugo, uvuvi na viwanda vitakavyochakata mazao ya kilimo nchini. Taarifa ya Beni Moipaja inasomwa studio. Balozi Omari ametoa pongezi hizo alipofanya mazungumzo na ujumbe benki hiyo ukiongozwa na mkurugenzi wake mtendaji Frank Nyabundege na kupokea taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya benki hiyo katika ofisi za Wizara ya Fedha Treasury Square jijini Dodoma. Kwa hiyo hebu tufikirie huko mbele, ni kubwa, kilimo ni kikubwa. Of course kina crops, mazao ya kawaida, kina livestock, kina aquatic products na forestry products. Tujagusa kwa masuala ya asali na kitu na vitu vingine. Lakini kwa ujumla viwanda kama ambavyo mmekuwa mkifanya, nafikiri la viwanda kusupport moja kwa moja imekuwa kitu kizuri sana. Hii ndo mara ya kwanza nasikia benki kama Mheshimiwa Naibu Waziri hapa ambayo really inaonesha impact. Haionyeshi loan, haionyeshi input inayotoa, lakini tunaonesha impact ambayo tumeleta. I think this is very, very inspirational kwa kweli. Balozi Omari ameahidi kuendelea kushirikiana kwa karibu na TADB katika utekelezaji wa mkakati wake wa muda wa kati ili kuongeza tija sekta ya kilimo kwenye uchumi wa nchi. Akiwasilisha taarifa zake za fedha na mkakati wa benki wa kipindi cha muda wa kati 2025-2030, mkurugenzi mtendaji wa benki hiyo Frank Nyabundege amesema kuwa TADB imekuwa kwa kasi kutoka kuwa na amana shilingi bilioni 362.8 mwaka 2021 hadi kufikia shilingi trilioni 1.3 mwaka 2025. Hao wanunuzi wa korosho wanapokuwa wananunua wanapata tayari fedha zipo za kuweza kuwalipa watu. Kwa hiyo ile ambayo kwa wakati mwingine wakulima wanakopwa, sasa hivi hawakopo. Lakini wakulima pia wameweza kuongeza uzalishaji mkubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu of course serikali upande mmoja mmetoa ruzuku ambazo sasa watu badala ya kutolima bila kutumia pembejeo wanatumia pembejeo, na zimeweza kusaidia kuongeza tija katika almost karibu kila zao. Nyabundege ameiomba serikali kupitia Wizara ya Fedha kuendelea kuiwezesha benki hiyo kimtaji kupitia bajeti kuu ya serikali pamoja na kuidhamini ili iweze kuyafikia masoko ya kimataifa yanayokopesha fedha kwa ajili ya kuwakopesha wakulima. Kikao hicho kimehudhuriwa pia na Naibu Waziri wa Fedha Mhandisi Mshamo Ali Monde na viongozi wengine waandamizi wa Wizara ya Fedha na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB. Na sasa moja kwa moja tuelekee huko mkoani Arusha. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameliagiza Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA kuendelea kulinda na kuhifadhi rasilimali za maliasili, hususan wanyama pori na mazingira asilia kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Taarifa kwake Theodora Mrema inafafanua zaidi. Waziri Mkuu ametoa maelekezo hayo kufuatia ziara ya utalii aliyoifanya katika Hifadhi ya Taifa ya Arusha iliyopo wilaya ya Arumeru mkoani Arusha, ambapo alipata fursa ya kujionea vivutio mbalimbali vikiwemo maporomoko ya maji pamoja na mandhari ya asili katika hifadhi hiyo. Wenzetu wa uhifadhi kuendelea kuhifadhi urithi huu ili na sisi tuwarithishe watoto zetu na wajukuu zetu na wote wa Tanzania, taifa la leo na la kesho, kama ambavyo sisi tumerithi kutoka kwa baba zetu na babu zetu.
Aidha, waziri mkuu amesema ameridhishwa na namna hifadhi hiyo inavyotunzwa na kutoa wito kwa Watanzania kuendelea kujenga utamaduni wa kutembelea hifadhi za taifa zilizopo nchini, akisisitiza kuwa hatua hiyo itachangia kukuza utalii wa ndani na kuongeza pato la taifa. Gharama ya Mtanzania wa kawaida kujionea vivutio vya aina hii nimeambiwa ni takriban 11,800 na nimeona Watanzania wanaweza wakamudu, kama ambavyo tunaona kwa wenzetu wa kutoka mataifa ya nje. Wakija kufanya utalii huwa haimaanishi kwamba ni matajiri sana, lakini wamejenga utaratibu wa kufanya kazi mwaka mzima, lakini wanatenga siku 2-3 za kwenda maeneo kama haya kuondoa stress. Hifadhi ya Taifa ya Arusha inavutia kutokana na kupambwa na msitu wa asili, huku ikiwa na vivutio mbalimbali vya utalii kama wanyama wa aina mbalimbali, ambapo inapatikana umbali wa kilomita 30 pekee kutoka ndani ya jiji la Arusha. Nikiripoti kutoka wilayani Arumeru mkoani Arusha, mimi ni Theodora Mrema wa Star TV. Asante Theodora Mrema kutoka mkoani Arusha. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ametoa siku 28 kwa wakala wa barabara nchini TANROADS kukamilisha mchakato wa kusitisha mkataba kwa mkandarasi kampuni ya Shandong Lugiao kutoka China baada ya kushindwa kutekeleza ujenzi wa barabara ya Kyerwa Omurushaka kwa kiwango cha lami kwa wakati, huku akiwa tayari amekwisha kulipwa zaidi ya shilingi bilioni 9.4 kama malipo ya awali. Mwandishi wetu Mariam Emily kutoka mkoani Kagera ana ripoti zaidi. Waziri Ulega ametoa agizo hilo baada ya kukagua ujenzi wa barabara hiyo ambayo inaunganisha wilaya za Karagwe na Kyerwa za mkoani Kagera na kubaini kuwa utekelezaji wake umefikia 5% licha ya kuanza toka mwezi Juni mwaka 2024. Mpaka itakapofika tarehe 28 ya Februari, maana mwezi huu unaisha tarehe 28, si ndivyo hivyo? Tumeshafuata taratibu zote za kuvunja mkataba wa huyu ndugu na tumfukuze kwenye kazi yetu. Na ikiwa kama wamechukua fedha zetu wakazitumia kwa maana nyingine ya kuzitumia, tutawachukulia hatua kali sana, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha mahakamani waende wakajibu mashtaka ya uhujumu wa uchumi wa taifa letu. Meneja wa TANROADS mkoani Kagera, Joel Mwambungu, akatoa sababu zilizopelekea mradi huo kutokamilika kwa wakati. Ya kwanza ni mkandarasi kuchelewa kuleta mitambo ya utekelezaji ambayo ni 28% tu. Hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa ambayo imefanya siweze kuanza kazi zake ndani ya kipindi ambacho kilikusudiwa. Lakini cha pili, amechelewa pia kuleta wataalamu ambao wanatakiwa kuhusika kwenye utekelezaji wa ujenzi wa barabara. Aidha, mkuu wa mkoa wa Kagera Hajat Fatuma Mwasa ameiomba Wizara ya Ujenzi kuchukua hatua zaidi dhidi ya wakandarasi ambao wamekuwa sugu kwa kuchelewesha miradi ya barabara. Mkandarasi huyo bila aibu kabidhi barabara nyingine ya Murongo na ameshinda hiyo tena. Tunaomba asipewe. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wilayani Kyerwa wameunga mkono agizo la Waziri Ulega wakitaka serikali kufanya juu chini ili kuhakikisha barabara hiyo inakamilika. Yaani ni mabaishaji. Barabara tangu mwezi wa ngapi anatengeneza ishi mgongo inazidi kukatika sisi. Bora waziri alisema tunaomba apumzike. Ujenzi wa barabara ya Kyerwa Omurushaka ambao hadi kukamilika kwake ulitarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 94.3. Awali ulitakiwa uwe umekamilika mwezi Juni mwaka 2027. Mariam Emily, Star TV, Kagera. Mtu mmoja ambaye jina lake halijafahamika anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 38 hadi 40 amekutwa amefariki dunia katikati ya reli ya treni itokayo Tabora kwenda mikoa ya Kigoma na Katavi katika eneo la Malolo, manispaa ya Tabora. Sande Kabaye anatujuza taarifa hii.
Waziri Ulega ametoa agizo hilo baada ya kukagua ujenzi wa barabara hiyo ambayo inaunganisha wilaya za Karagwe na Kyerwa za mkoani Kagera. Tuende taarifa nyingine, hiyo bado haijawa tayari. Naibu Waziri wa Madini Dr. Steven Kiruswa amesema sekta ya madini kwa mwaka 2024 imechangia 10.1% kwenye pato la taifa, akisema mchango huo ni zaidi ya malengo waliojiwekea katika kipindi hicho. Tupate taarifa kamili na Angela Matayo. Dr. Kiruswa amesema hayo kwenye hafla ya maadhimisho ya miaka 25 ya kampuni ya madini nchini Geita Gold Mine, akisema mafanikio hayo yametokana na mabadiliko ya sheria mbalimbali za madini pamoja na ushirikiano wa wawekezaji wa sekta hiyo. Dr. Kiruswa ameipongeza kampuni hiyo kwa mchango wake mkubwa katika sekta ya madini nchini, ikionyesha dhamira yake katika uchimbaji madini unaowajibika, ulipaji kodi, utoaji wa ajira na kushiriki katika maendeleo ya jamii katika kipindi cha miaka 25 ya uendeshaji wake nchini. Sekta iliyokuwa na mchango mdogo hapo awali kwenye uchumi sasa imekuwa moja ya injini kuu za kimkakati za ukuaji wa uchumi. Kwa mwaka 2024, sekta ya madini nchini Tanzania ilifikia hatua ya kihistoria kwa kuchangia 10.1% ya pato la taifa GDP. Hatua iliyovuka malengo ya serikali na kuyafikia mapema kuliko ilivyotarajiwa. Mafanikio haya yasingewezekana bila ushirikiano wa wadau kama ninyi ambao mmefanya kazi kubwa na ya mfano katika sekta ya madini nchini Tanzania. Mafanikio haya yanaakisi matokeo ya mageuzi yaliyotekelezwa, uboreshaji wa utawala bora pamoja na kuimarika kwa ushirikiano kati ya serikali na wawekezaji wanaowajibika. Between the government and responsible investors. Kwa upande wao, kampuni ya madini ya Geita wamesema kupitia uchimbaji wa dhahabu imeweza kubadilisha maisha ya wakazi wa mkoa huo kupitia miradi mbalimbali ya kijamii, ambapo wamechangia zaidi ya bilioni 52 kwenye miradi hiyo. Walikaa darasani ambako wavulana na wasichana wanapata elimu. Leo kwa kushirikiana na serikali tumewezesha kile kinachohitajika ili mtoto apate elimu bora. Tunazo hadithi za watoto ambao miaka 25 iliyopita walipitia changamoto kubwa mkoani Geita wakiwa mitaani baada ya kupoteza wazazi wao wote. Lakini leo baadhi yao wanahitimu katika Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS wakiwa madaktari wa tiba. Katika kipindi cha miaka 25, Geita Gold Mine imefanikiwa kulipa kodi ya dola za Marekani bilioni 3 kwa serikali ya Tanzania, huku ikifanikiwa kutoa ajira milioni 35. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Asante Angela Matayo kutoka Dar es Salaam. Na sasa turejee taarifa ambayo haikuwa tayari na sasa iko tayari. Mtu mmoja ambaye jina lake halijafahamika amekadiriwa kuwa na umri wa miaka 38 hadi 40 amekutwa amefariki dunia katikati ya reli ya treni itokayo Tabora kwenda mikoa ya Kigoma na Katavi katika eneo la Malolo, manispaa ya Tabora. Sande Kabaye huyu hapa kwa taarifa zaidi. Wakizungumza katika eneo la tukio, baadhi ya mashuhuda, Zawadi Salumu, mkazi wa kata Malolo, kaimu mwenyekiti wa mtaa wa Kombo Masai Salumu Moshi na diwani wa kata Malolo Naomi Kasanga wamesema umeukuta mwili wa mtu huyo ukiwa umekatika vipande majira ya 2 asubuhi, licha kutokuwepo kwa treni iliyopita kwa wakati huo. Kushtuka, tumeshtuka sana, tumeogopa sana. Yaani tumemkuta tu kabuluzwa, katika, yani kaumia sana, kichwa kimebomoka, yani katika sana. Kwa tukaja tukamkuta, tulichokifanya tu kwa haraka tukamfunika, basi tukapigia simu polisi. Lakini tumejaribu kuangalia hata sisi kwa macho, tunaonekana kuangalia zile nyama za zimeenda zinabaki. Inaonekana katolewa mazingira ya huku. Inaonekana kama alikuwa anaburuzwa, maana kuna koti liko pale limeachwa, utumbo huko pembeni, kuna maini tumeona upande, viungo mbalimbali vimifupa viko upande vimeenda vinakwenda mpaka kule mbele kule. Wamekwenda jeshi la zimamoto, wamekwenda kule, wamekuta kuna nyama tena kule mbele kwenye daraja kubwa. Treni na njia yake ambayo ni reli, lakini kuna makutano ambayo tunashare kati ya reli na binadamu. Kwa hiyo tunaomba na wenyewe waongeze umakini, kwa sababu hata oni zao zimekuwa ni ndogo sana, yani oni ikipigwa ya treni kavu vuvuzela la mtoto. Akiongea katika eneo la tukio, kamishna msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora Omar Simba, afisa mnazimu wa jeshi hilo, amethibitisha kutokea kwa kifo hicho na kuchukua mwili wa marehemu huyo kwa ajili ya kupeleka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete kwa uchunguzi zaidi. Sasa sisi tupeleke hospitali, afu taratibu zingine wakazichukue kule, kwa sababu tunapoendelea kukaa hapa inakuwa sio sawa.
Tuna kama risaa hivi mpaka sasa hivi vyombo vingine bado havijafika ambavyo vinahusika. Polisi reli hawajafika. Kwa hiyo sisi tutatoa huu mwili, tutapeleka mochwari. Taarifa zingine wao watazipata kule, sawa? Tunapofika eneo la tukio tunatakiwa tufanye kile tulichoitiwa, kwamba wewe umetuitwa kwamba kuna mtu amegongwa na treni hapa. Tubebe mwili tuupeleke huko. Au kama majeruhi tumchukue tumpeleke hospitali kusudi akatibiwe. Mwili wa mwanaume huyo ambao bado haujafahamika na hakuna chanzo cha wazi kilichopelekea umauti wake, licha ya wakazi wa maeneo haya kudai kuwa amegongwa na treni iliyopita majira ya saa 3 usiku wa Januari 31 mwaka huu. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Asante Sande Kabaye kutoka mkoani Tabora. Makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Hemed Suleiman Abdullah, amesema serikali inatambua na kuthamini mchango wa mafundisho ya kidini katika kulinda amani na kuchochea maadili mema katika jamii. Adam Luhomwa anatujuza. Hemed Suleiman Abdullah ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mashindano makubwa ya 26 ya Qur'an tukufu yanayohusisha mabara yote ulimwenguni yanayotarajiwa kufanyika tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026 jijini hapa. Amesema serikali inatambua mchango wa mafundisho ya kidini katika kulinda amani na kuchochea maadili mema katika jamii. Hivyo kufanyika kwa mashindano hayo hapa nchini ni ishara kuwa Tanzania ni nchi yenye amani na utulivu. Na wasihi kukumbuka ushindi sio tu kupata zawadi au cheti, bali ni kupata radhi za Mola wetu mtukufu na kuishi kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika naisihi jamii kwa ujumla kuendelea kuimarisha maadili mema, kukuza amani, kulinda amani, mshikamano, maelewano na kupambana dhidi ya mmong'onyoko wa maadili kwa kutumia mwanga wa Qur'an tukufu. Mkurugenzi wa taasisi ya Al-Hikma ambayo ndio inaratibu mashindano hayo kila mwaka, Sheikh Nurdin Kishki, amesema mashindano hayo kwa mwaka huu yatahusisha washiriki kutoka mabara yote ulimwenguni na mshindi wa kwanza atapata kiasi cha shilingi milioni 30. Zawadi kuu mwaka huu kwa mshindi wa kwanza atakayetokea popote pale ambapo atatokea atajinyakulia shilingi milioni 30 taslim kutoka PBZ Ikhlas. Takbir! Takbir! Mgeni rasmi katika mashindano hayo anatarajiwa kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sote tunajua Qur'ani na yaliyomo ndani ya Qur'ani ni mambo mazito. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita qaul thaqil. Napenda kutumia fursa hii kuwakumbusha viongozi wa taasisi za dini kuendelea kuzingatia kikamilifu masharti ya usajili wa jumuiya zao, ikiwa ni pamoja na uwasilishaji wa taarifa zao. Tujiandae katika istidadi ya arruhi, tuwe na maandalizi ya nini, ya an-nafsi ya ndani, halafu na tuwe na maandalizi albadani au alhisi ya kimwili, ili kufikia katika malengo hayo ambayo leo yanazinduliwa na unaamshwa umma wote ili ufikirie katika vitu vya namna hiyo viwili. Adam Luhomwa, Star TV, Dar es Salaam. Sasa tuungane na Zakaria Mtigandi kutoka mkoani Manyara. Uongozi wa mkoa wa Manyara umeanzisha njia mpya ya kutatua kero za wakazi wa mkoa huo kwa kutumia namba maalum itakayopigwa serikalini kutumia simu ya mkononi. Tupate taarifa kamili. Akizindua namba hiyo ambayo ni 0800787722, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amesema kuwa namba hiyo itamsaidia mkazi wa Manyara kutatua kero yake haraka badala ya kwenda eneo husika. Mara zingine tumekuwa tukipokea kero na changamoto ambazo zinaonekana kama zimekaa ama zimepitwa na muda. Na kwenye masuala ya kisheria kuna zingine zikishapitwa na muda, zikienda kwenye sheria na zenyewe nako pia zinaonekana kama zimepitwa na muda, matokeo yake anayeshitaki ama anayelalamika kupata haki yake pia inakuwa ni shida, kwa sababu swala lake onekana kama la muda mrefu limeripotiwa sivyo. Lakini pia tumepokea changamoto nyingi na kero nyingi ambazo kimsingi hazikutakiwa hata kwenda kwa DC au kwenda kwa RC. Kumbe ni jambo tu la afisa elimu ama ni jambo la mtu wa kata, lakini wananchi kwa kutokufahamu
wanajikuta wamesubiri muda mrefu, wiki mbili mpaka mwezi mzima, mpaka wamuone mkuu wa wilaya au wamuone mkuu wa mkoa ndio waweze kutatuliwa shida yao. Mkuu huyo wa mkoa Manyara amewataka wakazi wa mkoa huu kuitumia namba hiyo punde mtu anapohitaji msaada wa kutatua kero yake. Itakuwa ni simu ya bure. Mpigaji atapiga bure kabisa. Hachajiwi hata shilingi. Kwa hiyo gharama za kupiga, kama kuna gharama za kupokea, zote zitalipwa na serikali ya mkoa. Na tumejipanga kwa hilo. Kwa hiyo tunategemea wananchi wote wa mkoa wa Manyara watatumia namba hiyo katika kuripoti matatizo, kero na changamoto ambazo zipo kwenye maeneo yao. Hii ndio namba yetu ya bure ya huduma kwa mteja 0800787722. Naomba nitoe rai kwa wananchi wote wa mkoa wa Manyara. Hii namba tunaizindua ili iweze kutusaidia kutatua changamoto na matatizo tuliona katika mkoa. Na sio kuongeza matatizo. Namba hii haitopokea na kufanyia kazi matatizo ya uongo, unafiki na majungu, hatutaki. Kero nyingi zinazowakabili wakazi wa mkoa wa Manyara ni za masuala ya ardhi. Zahara Mtigandi, Star TV, Manyara. Asante Zakaria Mtigandi kutoka mkoani Manyara. Jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Nyamagana imetoa madawati katika shule ya msingi Nyakurunduma wilayani humo, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama hicho, ikilenga kuunga mkono juhudi za serikali kuboresha sekta ya elimu. Huyu hapa Grace Mbise anatupasha. Ni katika maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo jumuiya ya wazazi wa chama hicho wilaya Nyamagana wanatumia siku hii kufanya usafi katika shule ya msingi Nyakurunduma na kukabidhi madawati ili kukabili changamoto iliyopo. Tofauti na miaka mingine, mwaka huu pamoja na kufanya usafi kwenye maeneo ya taasisi kama shule, tumekuja na muundo mwingine ambapo leo pia tutakabidhi madawati ya wanafunzi. Hii itakuwa ni kuenzi kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Tunajua wanafunzi wanapungukiwa pia vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Na sisi kama kitengo cha wazazi wilaya Nyamagana, kama Chama cha Mapinduzi, tunataka kuona miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi iwe na tija kwa wanafunzi, iwe na tija kwa jamii, lakini tuwe na mtizamo chanya pia kwenye shughuli za maendeleo. Binafsi nipende kushukuru sana jumuiya ya wazazi kwa kuona shule ya msingi Nyakurunduma. Tunazo shule za msingi nyingi ambazo zina mapungufu mengi, lakini shule yangu imepata fursa hiyo. Wanafunzi katika shule hii wanaeleza changamoto nyingine zinazowakabili mbali na uhaba wa madawati. Bado kuna changamoto ambazo zinakwamisha maendeleo yetu sisi kama wanafunzi. Changamoto kubwa ni kutokuwa na maji ya kutosha katika vyoo vyetu. Hiyo inachochea kusababisha magonjwa mbalimbali kwetu sisi wanafunzi, kwa sababu shule yetu ina uhaba wa maji. Hiyo inasababisha wanafunzi kujisaidia ovyo, kujisaidia maeneo ambayo sio sahihi, lakini pia inasababisha kuongeza magonjwa katika shule yetu. Diwani wa kata ya Mkuyuni Richard Masesa ameahidi kutatua baadhi ya changamoto zinazoikabili shule hii, huku mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Nyamagana Peter Bega akiitaka jumuiya ya wazazi kutoka ofisini na kuzunguka kuangalia changamoto zinazoikabili jamii na kuzitatua. Kwa niaba ya serikali tayari nilishaanza mchakato kwa kata yetu hii ya Mkuyuni. Kwenye swala la madawati tumepewa madawati yasiyopungua 170. Kazi ndio limeanza rasmi sasa. Kwa hiyo iandae mkuu wa shule kupokea hizo tofali 300 pamoja na mifuko 10. Tunataka miaka 49 ya Chama cha Mapinduzi iendane na kasi ya Daktari Samia Suluhu Hassan anayoifanya. Kama Daktari Samia Suluhu Hassan anajenga bwawa la Mwalimu Nyerere linakamilika, Daktari Samia Suluhu Hassan anatuletea SGR inatoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, Daktari Samia Suluhu Hassan anakamilisha meli kubwa ndani ya Ziwa Victoria, Daktari Samia Suluhu Hassan analeta maendeleo ya chanzo cha maji, anatandaza mabomba, leo mpaka dawati. Nataka tumwambie Daktari Samia Suluhu Hassan alete dawati hapa. Bega amesema katika maadhimisho ya kuzaliwa kwa chama hicho watahakikisha wanatatua changamoto ndogo ndogo katika jamii, hususan sekta ya elimu. Grace Mbise, Star TV, Mwanza.
Baada ya kutoka mkoani Mwanza, moja kwa moja tuelekee huko mkoani Mbeya. Uongozi wa halmashauri ya jiji la Mbeya umeanza kutekeleza agizo la Rais Dr. Samia Suluhu Hassan la kujenga vituo vya kulelea watoto katika maeneo ya masokoni, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kitaifa wa malezi na makuzi bora ya awali ya mtoto. Taarifa kamili na Laudence Mkonda. Kupitia kitengo cha maendeleo ya jamii jiji la Mbeya kwa kushirikiana na shirika la We Care, utekelezaji wa ujenzi wa kituo cha kulelea watoto umeanza katika soko la Mwanjelwa. Mpango huo unalenga kuwawezesha watoto wa wafanyabiashara kupata malezi bora ya awali wakiwa katika mazingira salama, huku wazazi wao wakiendelea na shughuli za kiuchumi. Ulinzi na usalama wa mtoto utakuwa uhakika, kwa sababu mtoto atakuwa eneo ambalo atalelewa na kutakuwa na uangalizi, na wakati huo mama ama baba atakuwa katika mazingira ya umakini na biashara, akiamini kwamba mtoto yuko eneo salama. Huu mpango ulizinduliwa mwaka 2022 na Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo ilikuwa ni kutilia mkazo katika kuleta tija ya malezi ya watoto katika taifa letu. Katika hatua ya kuunga mkono jitihada hizo, mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Patrick Mwalunenge amesema ofisi yake itachangia shilingi milioni 50 kufanikisha ujenzi wa jengo la kituo hicho ambacho jumla ya gharama zake ni shilingi milioni 92. Mimi kwa sababu ndo nilikuwa nimeanzisha hili jambo hapa Mbeya na niko mbele, mimi naanzisha. Kwa mimi mbunge, katika milioni 92 nitatoa milioni 50 za kuanza kujenga jengo. Kwa upande wao, wafanyabiashara wa soko la Mwanjelwa wameishukuru serikali kwa uamuzi huo, wakisema utapunguza usumbufu na kuhakikisha watoto wao wanakuwa katika mazingira salama wanapokuwa kazini. Tunashukuru sana, ila tu litakapofanyika na lifanyike kwa haraka ili tuweze kulea watoto wetu katika mazingira yaliyo safi. Na sisi kama wana Mbeya tunazidi kukuombea kila hatua utakayogusa ikaweze kufanikiwa. Mstahiki meya wa jiji la Mbeya Dr. Mohamed Isa Lamati amesema uongozi wa jiji hilo utahakikisha ujenzi wa kituo hicho unasimamiwa kwa ukaribu ili kukamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Mimi mwenyewe nitakuwa nakuja kuishuhudia na kusimamia, na usiku utakapokuja toka bungeni utakuwa unaangalia kitabu cha site visit kama nimekuja au sijaje. Na mimi mheshimiwa kama Dr. Mohamed Isa, sio kama meya, kama Dr. Mohamed Isa ni kijana mdogo bado, na kwa uwezo wangu mdogo mimi nitakuunga mkono kwa shilingi milioni 1 kwa hii kazi hapo. Ujenzi wa vituo vya kulelea watoto katika masoko unatajwa kuwa mkombozi kwa wafanyabiashara wengi, huku ukiimarisha ajenda ya malezi na makuzi bora ya awali ya mtoto nchini. Laudence Mkonda, Star TV. Hospitali teule ya Shirati KMT DDH iliyopo wilayani Rorya mkoani Mara imejipanga kukabiliana na tatizo la watoto njiti zaidi ya 30 wanaozaliwa kila mwezi katika hospitali hiyo kwa kuwekeza katika vifaa tiba vya kuwalelea ili kunusuru maisha yao. Habari zaidi na Sadiki Hunga. Hospitali teule ya Shirati DDH iliyopo wilayani Rorya imeendelea kuboresha mazingira ya upatikanaji wa huduma za afya kwa akina mama wajawazito na watoto. Tunawapoteza watoto wengi kwa sababu ya inadequate services ambazo kwa zinapatikana. Katika wilaya ya Rorya, takwimu zinaonyesha kuwa kati ya wajawazito 380 wafikao kujifungua katika hospitali hii, wakina mama takriban 30 hujifungua watoto wenye matatizo mbalimbali ikiwemo watoto njiti. Wagonjwa ni wengi kama hivyo sema, takriban na watoto 37, out of that 11, lakini ilikuwa na incubator kama 3 tu. Kwa wengine mara nyingine ikiforce sana ilikuwa inabidi labda tuongee na mama fulani atusaidie kangaroo, kwa sababu most of the times tulikuwa tunawapoteza watoto wengi kwa sababu ya inadequate services ambazo kwa zinapatikana. So kuletwa hizi incubators na maana tutatoa huduma ambayo ni nzuri zaidi na tutaenda kupata referrals nyingi. Mganga mkuu wa hospitali hiyo Dr. Bwire Chirangi akizungumzia hali hiyo anasema kuwa upatikanaji wa vifaa vya malezi ya watoto njiti incubator vitawezesha kuondokana na vifo vya watoto hawa. Watoto ambao wanaumwa au wamezaliwa chini ya siku 28 watakuwa kipata huduma pale. Lakini vile vile tuna kangaroo mother care kwa wale ambao ni njiti, na zaidi tuna kitengo cha mahututi kwa neonates. Kilio hiki kinasikika na wadau wa maendeleo benki ya NMB na kuamua kutoa vifaa vya malezi ya watoto njiti incubator ili kunusuru maisha yao.
tutakabidhi hivi vifaa vya incubators. Ziko 8 kwa ajili ya hospitali hii ya Shirati, na kama nilivyosema huu ni mwanzo. Kwa ziko 8 na ni vifaa vya kisasa kabisa. Msaada huu umekuja muda mwafaka katika hospitali hii kutokana na uhitaji mkubwa wa vifaa hivyo ili kunusuru watoto njiti kadhia ya kulelewa kwa njia ya kangaroo. Kutokuwa na incubators kama hizi zinachangia vifo kwa 40%. Kwa hiyo unaweza ukaona msaada huu utatuokoa kwa kiwango gani. Benki ya NMB imetenga zaidi ya shilingi bilioni 7 na milioni 400 kwa ajili ya utekelezaji wa huduma za kijamii, ikiwa ni sehemu ya urejeshaji wa faida ya jamii katika sekta za afya, elimu na mazingira. Sadiki Unga, Star TV, Mara. Taasisi ya Lukiza Autism Foundation inajihusisha na utoaji wa elimu kuhusiana na ugonjwa wa usonji. Wameiomba serikali kuwa na vituo vya watoto wenye matatizo hayo ili kuwapunguzia mzigo wa kina mama wenye watoto hao kutokana na kutumia muda mwingi kuwahudumia watoto na kushindwa kufanya shughuli zao za kiuchumi na kujiingizia kipato. Huyu hapa Sharifa Suleiman anatupasha. Ombi hilo limetolewa na mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Hilda Kabe wakati wa harambee ya kukusanya fedha zitakazowasaidia watoto wenye matatizo ya usonji iliyoandaliwa na taasisi hiyo, ambapo wamesema wazazi wa watoto hao wamekuwa wakitumia muda mwingi kuwahudumia na hivyo kushindwa kufanya majukumu mengine. Sasa hivi utakuta mama hawezi kufanya shughuli za kiuchumi kwa sababu kama anavyosema yule mtoto huwezi tu kumpakiza kwenye basi ukasema nenda shule, na maana aende naye shule. Shule nyingi zinamaliza saa 6, saa 7. Kwa mama yule hawezi akamwacha mtoto arudi sijui Gongo la Mboto akafanya nini arudi tena. Anakaa hapo shule anamsubiria mtoto amalize, aondoke arudi naye nyumbani, akifika kule alee. Kwa hiyo sisi tunafikiri kwamba kama pale shuleni kukiwa na huduma zote, kwa sababu sasa hivi pia kuna wazazi ambao wanashinda wanaenda sehemu mbalimbali kutafuta hizi huduma, kiasi kwamba muda mwingi anaupoteza katika kuzitafuta. Naye naibu makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS Profesa Bruno Sunguya amesema uwepo wa wataalamu wengi wa afya ubongo na akili utasaidia kupunguza mitazamo hasi katika jamii na kuchukulia ugonjwa wa usonji ni ugonjwa kama ilivyo magonjwa mengine. Kwa kiasi fulani itabadilisha mtazamo, lakini vile itaanza kuibua wale wengi ambao wanahitaji huduma hizi. Kama nilivyosema awali, uhitaji ni mkubwa sana, na wakati tunasoma sisi hizi zilikuwa hazipo kabisa. Kwa hiyo nadhani tunaendelea vizuri na tunaendelea mbele. Kinachohitajika ni ushirikiano zaidi, kwa sababu uhitaji ni mkubwa kwa chuo kimoja au kwa kozi hizi chache ambazo zipo. Uhitaji bado ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunahitaji ushirikiano zaidi. Mafunzo katika kozi hizi ni gharama kubwa kama unavyofahamu Dr. Kija, na yanahitaji ufadhili pia mkubwa. Baadhi ya wadau na wazazi wenye watoto wenye usonji wamesema watoto wenye matatizo hayo wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya kutengwa katika jamii pamoja na kunyanyapaliwa. Tumeona changamoto nyingi zinazowakabili hawa vijana wetu, ikiwemo unyanyasaji na unyanyapaa pamoja na ubaguzi, hasa kwa watoto wenye usonji. Ni afadhali kwa watoto wenye hali zingine kwa sababu ulemavu wao unaonekana. Yaani kuna watu ambao hawakuelewi, yani wala hawezi kukuelewa, na pia watu wengi wanakutenga, jamii inakutenga, haikuelewi kabisa. Tutaki kuliacha kwenye ngazi ya familia au kwenye ngazi ya mama ambaye ndio ameleta huyo mtoto na baba. Katika hatua nyingine, taasisi hiyo imezindua msimu wa 5 wa mbio za barabarani za Run for Autism ambazo zitakimbiwa Aprili 4 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Na hiyo ni taarifa kwake Mbwana Shomari na sio ya Sharifa Suleiman. Mpango wa utoaji wa mafunzo ya udereva kwa Tanzania ni njia mojawapo itakayosaidia kupunguza ajali za barabarani kutokana na ajali nyingi zinazotokea kusababishwa na ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani. Sharifa Suleiman anatupasha habari hii. Chuoni Ngoma Vocation Center iliyopo Usagara wilayani Misungwi mkoani Mwanza. Hapa ni kuhitimisha madereva zaidi ya 50 waliofanikisha kuhitimu mafunzo ya awali ya udereva wenye dhamana ya usalama wa raia na mali zao wilayani Misungwi. Wanatumia hafla hii kuwakumbusha wajibu wao wawapo barabarani. Kwa si mara kwa mara, kabla hujaingia barabarani kwanza kuendesha chombo cha moto, uwe na nini?
na ili uwe na leseni lazima upitie mafunzo ambayo ndio haya leo mliohitimu. Kwa hiyo mafunzo mliohitimu yatawasaidia kupata cheti. Baada ya kupata cheti ndio unaweza kufuata utaratibu wa kufuatilia nini? Kupata leseni. Na sasa hivi mtu yeyote mwenye leseni ambaye hana cheti, muda wake ukiisha, huwezi kwenda kuisha upate kingine. Tuache matendo yale ambayo ni hatarishi. Ulevi kama dereva sio sifa. Sio sifa dereva kuendesha akiwa amelewa. Tumeshuhudia watu wengi wanapoteza maisha kwa sababu ya ulevi. Usijivunie kwa namna yoyote kwamba mimi naweza kulewa na nikaendesha. Sio ujasiri wala sio sifa. Lakini sio sifa kwa dereva yoyote kwenda mwendo kasi. Mkurugenzi wa chuo cha udereva cha Ngoma, Odas Ngoma, anasema wana wajibu wa kuwajali watumiaji wengine wa barabara kama mafunzo yalivyoelekeza ili kuepuka ajali zinazoweza kuzuilika. Sasa ninawaomba mwende muwe mabalozi wazuri. Hiki wewe ulichokipata kawalishe na wengine. Kuna wengine hawajapata muda wa kuja kusoma hapa, lakini wewe nenda uambie kwamba kuovertake kwenye kona ni kosa, kuendesha ukiwa umelewa ni kosa, kuendesha chombo cha moto pasipo kufuata sheria ya usalama barabarani ni kosa. Lengo tunataka Tanzania salama, tunataka Mwanza salama na tunataka Misungwi salama. Tija ya mafunzo hayo yanabainishwa na madereva hao wapya na mkufunzi wao Mkola Mashaka akisisitiza kuyaishi mafunzo walioyatoa kitaaluma na kimuongozo kwa kufuata curriculum ya dereva wa awali kwa maana ya basic ambayo inamtaka kuthamini mchango na ustawi wa maisha ya mtu na mali zao katika kuendesha vyombo vyao. Siwezi kunywa pombe, siwezi kuongea na simu, na yani nitakuwa makini kwa kufuata sheria nilizofundishwa. Kuzingatia sheria barabarani ambazo zipo zimewekwa kwa ajili ya sisi madereva ili kupata maarifa ya kuweza kutumia barabara kwa usahihi na kuendesha vyombo hivi vya moto pasipo kufanya kwa mazoea. Mpango wa chuo cha Ngoma ni kuendelea kutoa mafunzo kufikia madereva wa gari za abiria na magari ya kuendesha mitambo ili kusaidia kushiriki kwenye miradi mbalimbali ya kiuchumi kwa weledi. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Vijana wametakiwa kuwa mabalozi wazuri wa kulinda amani na katiba ya nchi kwa kuzingatia misingi ya sheria na maadili mema. Queen Yusuf ana taarifa zaidi. Ni semina maalum kwa wanafunzi kutoka vyuo vya kati vya wilaya Muheza mkoani Tanga kupitia programu ya Dira ya Vijana yenye lengo ya kuwaongezea uelewa katika masuala muhimu ya maendeleo ya taifa, na hapa wanasisitiziwa swala la kulinda amani pamoja na katiba ya nchi. Na sisi tupo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapaswa kuheshimu kwa vyovyote vile katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kijana mzalendo ni kijana wa kulinda amani. Ni kijana mwenye kulinda umoja na mshikamano wa kila sehemu alikuwepo kwenye taifa letu. Kama uko chuoni hapa, linda amani ya chuo chetu, linda umoja wa chuo chetu. Kama kijana tujitambue. Ndoto zetu ni nini? Mwelekeo wetu wa maisha ni upi? Tumeelewana? Tusiwe wavivu wa kufanya kazi, tusiwe wavivu wa kuzitafuta fursa. Semina hiyo imefanyika kwa siku 3 huku mada mbalimbali zikitolewa ikiwemo fursa za kiuchumi, uzalendo, mapambano dhidi ya rushwa pamoja na masuala ya ulinzi na usalama. Kuwa mstari wa mbele, kukataa, kupokea au kutoa nini? Huo ndio wajibu wetu nini? Wa kwanza. Wajibu wa pili, kuwa mzalendo wa kutoa taarifa za vitendo vya nini? Vya rushwa. Hizi ndoto kweli tunaweza kuzifikia kama hakuna amani na usalama? Unaweza kupata fursa unayoitaka kuiwania kama hakuna amani na usalama? Hatuwezi, si ndio? Na hapa wanafunzi wanasema elimu hiyo walioipata itawasaidia kuongeza uelewa na mwelekeo wa maarifa katika safari yao ya maendeleo binafsi na kuchangia maendeleo ya taifa kwa ujumla. Mimi ni mojawapo wa mwanafunzi ambaye nina miaka 20. Yaani nilikuwa naona bado kuna vitu sijavielewa, lakini leo mmenifundisha. Nilikuwa mpweke. Yaani nikikaa peke yangu hivi naanza
niende wapi after kumaliza mwaka wa 3, lakini sasa hivi naona kama si ni nesi bingwa, si daktari bingwa, sijaelewa bado, lakini nasema asanteni sana. Hii elimu mnayotupa sisi hapa isishie tu hapa vioni, vyuo vya kati, ende na vyuo vikuu pia kwa madarasa ya chini. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Asante kwa kuendelea kuitazama taarifa yetu ya habari kutoka hapa Star TV. Na kuongozea usiku huu wa leo naitwa Frankie Tower. Tunaenda mapumziko mafupi, baada ya kurejea jicho letu mkoani linafuata. Wapenzi wote wa soka, hivi ndivyo tunavyofunga Januari kibabe ndani ya Star Times. Kuanzia Carabao Cup, La Liga, Copa del Rey, Bundesliga hadi Saudi Pro League, zote ni ndani ya Star Times. Kwenye Carabao Cup kitawaka. Usikose bonge la nusu finali ya pili Jumanne Februari 3 ni Arsenal dhidi ya Chelsea saa 5 kamili usiku, huku Jumatano Februari 4 Man City watakaribisha Newcastle saa 5 kamili usiku, bila kukosa robo finali ya Copa del Rey Jumanne Februari 3 Albacete dhidi ya Barcelona saa 5 kamili usiku. Alhamis Februari 5 Real Betis dhidi ya Atletico Madrid saa 5 kamili usiku. Usikose mechi hizi live kupitia TV3 kwa Kiswahili na channel za michezo za Star Times kwa Kiingereza. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo, upate dekoda antenna pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Karibu sasa ni wasaa jicho letu mkoani, na jicho letu mkoani leo linaangaza huko mkoani Geita. Uelewa wa wananchi juu ya afya ya macho umeelezwa kuwa bado mdogo miongoni mwa wananchi mkoani Geita, hali inayochangia wagonjwa wengi kuchelewa kupata matibabu kutokana na imani potofu, ikiwemo kuamini kuwa magonjwa ya macho kama mtoto wa jicho husababishwa na nguvu zisizo za kawaida. Salma Mrisho ana taarifa zaidi. Hayo yameelezwa katika hafla ya makabidhiano ya vifaa vya huduma ya macho vilivyotolewa na shirika la KCCO kwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 30. Bado kuna changamoto ya matatizo ya macho, hasa kwa uono hafifu, mtoto wa jicho, presha ya macho yamekuwa yakiongezeka, na kwa huduma ya afya ya macho kupitia mkoba itasaidia kupunguza changamoto. Pia tuna uhaba wa wataalamu wa macho, lakini pia tulikuwa na uhaba wa vifaa vya kutolea huduma za macho, na ujio wa KCCO umetusaidia kwa kiasi kikubwa kwa kuboresha huduma za macho, hasa katika kuboresha huduma mkoba za macho. Katika mkoa wetu tunatoa huduma za macho, lakini tuna upungufu wa wataalamu, pia tuna upungufu wa kliniki za macho katika mkoa wetu. Kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita Mfaume Kibwana amesema mchango wa KCCO ni mkubwa na utaimarisha kiasi kikubwa utoaji wa huduma za macho katika mkoa. Na tangu kuanzishwa kwa mradi wa huduma za macho kwa njia ya mkoba Oktoba 25, jumla ya wananchi 434 tayari wamefaidika na huduma hizo, ambapo kati yao wagonjwa 54 wamefanyiwa upasuaji wa macho. Au vifaa ambavyo tumepewa leo vinaweza kusaidia uchunguzi wa watoto kwa magonjwa mbalimbali ya macho, na hatua hii itasaidia kugundua watoto wenye uoni hafifu mapema kabla matatizo hayajawa makubwa zaidi. Hapo mwanzoni wagonjwa ambao wanapatikana walitakiwa kuja hospitali ya rufaa mkoa wa Geita, lakini sasa hivi kwa kupatikana kwa mashine ya kupasulia wagonjwa wenye matatizo ya macho tunaweza tukawafikia kwenye maeneo ambayo huduma ya mkoba itakuwa inapatikana. KCCO umefadhili pia masomo kwa mtumishi mmoja
katika mafunzo ya awali ya utoaji wa huduma za macho. Mmesema mtatusaidia watumishi, mtatusaidia vifaa tiba na vitu kama hivyo, ambacho kitu nakiona hapa. Kwanza mmesomesha mtumishi mmoja, lakini mmetuletea hivi vifaa. KCCO pia ipo committed kwenye capacity building kuhakikisha kwamba wataalamu hapa watakuwa na uwezo wa kutoa huduma za afya ya macho za kibobevu. Sio tu kwamba hapa ni mwisho, hapa ni mwanzo. Chochote ambacho kitahitajika kwenye mradi kuboresha hizi huduma za afya ya macho, sisi kama wadau tutaendelea kutoa support. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Asante Salma Mrisho kwa taarifa hiyo. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zinafuata. Endelea kubaki na Star TV. Karibu sasa katika habari za biashara na uchumi. Elimu ya mara kwa mara, kusisitiza nidhamu ya fedha na kujiwekea akiba imetajwa kusaidia kwenye kipato cha chini kuondokana na utegemezi mjini Morogoro, hususan kwa wasichana wanaofanya kazi za nyumbani walio kwenye vikundi wamefanikisha kuanzisha shughuli mbalimbali za kujipatia kipato cha ziada. Mwanahabari wetu Omar Hussein ana taarifa zaidi. Ni hafla maalum iliyowakutanisha wanachama wa vikundi vya kuweka akiba vinavyohusisha wafanyakazi wa nyumbani hapa mjini Morogoro. Wamekutana kufanya tathmini baada ya mwaka mmoja wa kujiwekea akiba. Wafanyakazi wa nyumbani sasa hivi wana malengo tofauti na mwanzo. Alikuwa anakuja kufanya kazi za nyumbani, anaamini kwamba imradi niongeze siku za kuishi na vitu vingine. Lakini sasa hivi mfanyakazi wa nyumbani anaweza akaweka akiba, akasema kwamba labda baada ya miaka 2 nataka nifanye hiki, baada ya mwaka mmoja nataka nifanye hiki. Kwa hiyo hichi ndicho tunachoona kwetu ni mafanikio, kwamba wafanyakazi wa nyumbani sasa wameweza kuwa na mipango ambao naamini kabisa kupitia mipango yao wanaweza wakafika mbali, na pia elimu ambazo tunawapa ndio zinaweza kuwasaidia. Angalau sasa wengi wao wanawake na wasichana wafanyakazi wa nyumbani walio kwenye vikundi wameondokana na utegemezi. Kupitia akiba wanajipatia mitaji kwa ajili ya kipato cha ziada. Malengo yangu, natamani baadaye nije kuwa mwokaji wa keki, ndio maana najitahidi sana kuweka akiba ili nije kufikia nia yangu. Kuna mfanyakazi mwenzangu nilimshonea kigauni tu, lakini alipovaa bosi akakisikia sana kile kigauni. Akamuuliza umeshona wapi? Akaambia nimeshonewa na Sara. Sawa, huyo alifanyia kazi? Bosi yule binti akasema ndio. Malengo yangu, nataka ninunulie cherehani ili nisaidie kuingiza kipato. Ninayo cherehani moja lakini haitoshezi. Utakuta una wanafunzi afu cherehani moja haitoshi. Serikali inasisitiza umuhimu wa elimu ya kujitambua, mathalan nidhamu ya fedha na umuhimu wa kujiwekea akiba ni kati ya siri ya mafanikio kwa wengi wao waliofanikiwa kupitia vikundi. Yaani wewe ukiwa unaishi kule kwa nyumba atakupa malazi, si ndivyo? Chakula unapata, ukigua si anakutibia. Kwa hiyo pesa kwa nini unashinda kuweka akiba? Basi tujitahidi. Mimi najua hakuna mtu ambaye ana mshahara mdogo chini ya 50,000. Unapotunza hiyo itakusaidia. Sawa jamani? Lakini pia tujitahidi kuwa na malengo ya baadaye. Tuwe na malengo ya baadaye kwa maana kwamba tujaribu kujiendeleza katika vitu mbalimbali. Hafla hiyo inafanyika ikiashiria msimu wa mavuno baada ya kujiwekea akiba kwa mwaka 2025, na sasa baada ya tathmini wanajiwekea mipango mipya kwa ajili ya mwaka 2026. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omar Hussein wa Star TV. Asante Omar Hussein kutoka mkoani Morogoro. Na sasa tunaenda katika mapumziko mafupi. Habari za michezo na burudani zinafuata. Mwaka mpya huu tunaliamsha dude upya kwa sababu DStv we got you. Tuna mashuti, tuna matokeo, tuna filamu, tuna yowe la ushindi, tuna tamthilia, tuna vichekesho, na kuambia tuna vitu avipendavyo kila Mtanzania.
Njoo ujiunge nasi, halafu ukiamua kubaki nasi, mara pap tunakupandisha kifurushi bila malipo ya ziada. Lipia bomba tukupandishe shangwe, na ukilipia shangwe tunakupandisha compact na kuendelea. Faidi channel zaidi, vipindi zaidi, sababu nyingi zaidi za kubaki na sisi, kwa familia yako, marafiki zako na kwako binafsi kila kukicha. Ndiyo, tuna vingi katika vyote unavyovihitaji kuanza mwaka wako na furaha maradufu. DSTV, we got you. Karibu katika habari za michezo na burudani. Uongozi wa timu ya Mwanza Veterans umesema maandalizi ya ushiriki wa bonanza la kusaidia wanaosumbuliwa na saratani yamefikia zaidi ya 80%. Tupate taarifa kamili. Katibu wa timu hiyo Simon Sinkara amesema tayari timu 8 zilizoalikwa zimeshathibitisha kushiriki bonanza hilo, ambalo mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Mpaka sasa maandalizi yako zaidi ya 80% yamekamilika, kwa sababu tumealika timu takriban 8 ambazo zimesha confirm zitashiriki zote. Sambamba na hilo pia tutakuwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Saidi Mtanda ambaye ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, naye ameahidi atashiriki na atakuwepo. Na sambamba na hilo pia tarehe 15 kutakuwa kuna timu ya viongozi, ambapo kutakuwa kuna timu ya mkuu wa mkoa na timu ya mganga mkuu wa mkoa wa Mwanza ambayo itahusisha madaktari na watu wa afya, lakini timu ya mkuu wa mkoa itahusisha watu wa viongozi na watu mbalimbali wa mkoa. Kocha mkuu wa timu ya Mwanza Veteran Emmanuel Kalongoji amesema wanaendelea na mazoezi kwa ajili ya kushiriki bonanza la saratani na kushiriki ligi ya Veteran mkoa wa Mwanza. Katibu wa timu ya Pamba Stars Veteran Munga Rupindo, ambaye ni mchezaji wa zamani wa timu ya Pamba Football Club, sasa Pamba GGFC, amesema kama uongozi wamekubaliana na kudhibitisha kuwa wako tayari kushiriki. Kama Pamba Stars Veteran tumekubaliana tutashiriki na tutatoa hiyo amount ambayo inahitajika kwa ajili ya kuhakikisha basi wale walengwa wanafikiwa na hiyo huduma. Hilo namba 1. Lakini namba 2, pia kuna ligi ya maveteran mkoa wa Mwanza. Kuna umoja ambao umeshaanzishwa maveteran mkoa wa Mwanza. Hili pia ni bonanza ambalo limeandaliwa, limeratibiwa. Pia tutatakiwa kushiriki. Huwezi kushiriki hivi hivi. Lazima kuna mchango ambao unatakiwa utoe ili uweze kushiriki hiyo ligi ya maveteran. Wachezaji wa timu za Mwanza Veteran Kachemi Badru na Juma Amini Mafuta wa Pamba Stars Veteran, kila mmoja na amini makocha wao wanawapa mazoezi ya kuwaimarisha na kupata mbinu za kiushindani. Tumejiandaa na bonanza la watoto wenye kansa ya ubongo. Kwa hiyo maandalizi yanaendelea vizuri na sasa tuko kwenye hatua za mwisho na kila kitu kinakwenda vizuri. Tunaomba Mungu atusaidie na tusapoti wana michezo wote na wananchi watakaoguswa. Tunafanya mazoezi mazuri kwa sababu makocha wetu ni wazuri, wamecheza mpira na wana uzoefu wa muda mrefu, na sisi vile vile tuna wachezaji wazuri na uzoefu wa muda mrefu. Kwa hiyo tuna uhakika, inshallah tuna uhakika mashindano yote tutafanya vizuri kwa sababu timu nzuri na tunajiandaa vizuri, tumejiandaa vizuri. Bonanza hilo la siku 2 limepangwa kufanyika Februari 14 na 15 kwenye uwanja wa Nyamagana jijini Mwanza. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Asante Wilson Elisha kwa taarifa hiyo. Balozi wa Ufaransa nchini Anne-Sophie Ive amesema watashirikiana na serikali ya Tanzania katika kuhakikisha mashindano ya mataifa ya Afrika ya mwakani kuwa yanafana kwa kuvutia wawekezaji watakaokuja kuwekeza katika sekta mbalimbali ikiwemo usafiri pamoja na utalii. Bwana Shomari anatujuza. Kwenye fainali za michuano ya AFCON ya mwaka huu zilizofanyika nchini Morocco, nchi za Tanzania, Kenya, Uganda na Tanzania zilikabidhiwa bendera tayari kwa kuandaa mashindano hayo. Anne-Sophie amesema ushirikiano wa nchi hizo zitavutia watu wengi kuja kutazama mashindano hayo pamoja na kuhamasisha kutangaza utalii wa Tanzania mara baada ya ubalozi huo kusaini makubaliano ya chemba ya wafanyabiashara wa Ufaransa nchini FTCC. It's a fantastic opportunity. You need to seize it. Ni fursa nzuri sana, unahitaji kuitumia kama kujenga viwanja, usafiri na hata kuweka utaratibu mzuri. Kuna makampuni mengi ya Ulaya na Ufaransa ambayo yangekuwa tayari kufanya kazi na serikali ya Tanzania, na tupo tayari, lakini hatutalazimisha chochote.
ikiwa wao wanataka tuungane sawa, na tutafurahi sana kwa sababu tutaleta ubora na tutaleta utaalamu. Tumefanya hivyo mara kadhaa, tupo tayari sana, lakini utakuwa ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote. Katika hatua nyingine, amesema pia ubalozi huo unavutiwa na kazi za wasanii wa muziki wa kizazi kipya nchini, ukiwemo muziki wa asili wa Singeli. We supported a project called Singeli to the World. So that the French, the European, tuliunga mkono mradi uitao Singeli ili dunia itambue. Tumegundua kuna wasanii wazuri na wabunifu sana katika mziki huo. Wanachotakiwa ni kufahamu nini wafanye kufanya mziki huo ujulikane zaidi, kwa sababu huko Ufaransa na mataifa mengine ya Ulaya tunapenda mdundo wa Kiafrika, tunapenda muziki wa Kiafrika. Tazama muziki wa Nigeria. African design. We love African music. Look at Nigerian music. It's all over. Baadhi ya wadau wa soka jijini Dar es Salaam wamekuwa na maoni tofauti kuelekea michuano hiyo ya AFCON. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tuache unyonge. Cha pili tujikubali, tunaweza. Sijui umenielewa. Hicho ndo cha kwanza. Lakini pia kwenye umesema kwenye viwanja, si ndio? Kwenye viwanja. Mimi nafikiri hilo ni jukumu la serikali na TFF. Kuhusu upande wa viwanja bro, sasa hivi tunajitahidi, viwanja vyetu vinaridhisha. Tunapoelekea kwenye AFCON, kwa sisi maafisa usafirishaji inabidi tuongezewe elimu kutokana na sisi wengine wako sawa wamenyooka, isipokuwa wengine hawapo sawa. Kwa hiyo elimu inahitajika. Serikali isiangalie sana kwenye AFCON, sawa? Tanzania kuna vivutio vingi. Kwa hiyo wageni wanapokuja pia nao pia watambulishwe kama kuna kivutio cha utalii Tanzania, kuna huduma za afya, pia kuna hoteli nzuri, pia nako pia kuna wachekeshaji wazuri sana. Katika kuhakikisha mashindano haya yanafana nchini, serikali imekuwa kufanyia ukarabati uwanja wa Taifa pamoja na kujenga uwanja mwingine jijini Arusha. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Asante Mbwana Shomari kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, yale mashindano ya CAF ya klabu bingwa barani Afrika siku ya jana, Yanga alikuwa nyumbani akicheza dhidi ya Al Ahly na kupishana nguvu kwa goli 1-1 akiwa nyumbani. Lakini hii leo klabu bingwa pia iliendelea. Simba Sports Club ilikuwa ikicheza dhidi ya Esperance kutoka Tunisia kule, lakini mwisho wa siku wametoka 2-2, yani ni draw. Sijajua nani atasonga mbele na nani atabaki. Mungu azisaidie timu zetu za Tanzania ziweze kusonga mbele. Mtazamaji, na kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari kutoka hapa Star TV. Kwa niaba ya chumba cha habari niliokuwa nakuongozea usiku huu wa leo, naitwa Frankie Tower. Nikutakia usiku mwema na mwezi wa pili huu wenye baraka tele. Usiku mwema. Uongozi wa shule za Alliance zilizopo Mahina jijini Mwanza unakutangazia ewe mzazi na mlezi nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia kuanzia darasa la awali mpaka kidato cha 6 kwa mwaka wa masomo 2026. Alliance ni